nĩ cia mwanya muno muno makiria we mwiroreri wa channel ino ya Era Mugeshi uthiete na mbere na ugitwiroragĩra haha thĩinĩ wa YouTube channel ngatho cia mwanya muno muthenya wa umuthi ndenda gukorwo ngikurehera a gentleman mundu ukoretwo akigerera maundu maingi na nĩ gukorwo agitutwara rugendo rwake imwe kwa imwe muthenya wa umuthi ngetwo Mugeshi wa Mandevu karibu sana channel ino ya Era Mugeshi karibu ndenda ukorwo ukirora kamera ino ukorwo ugitwira maritwa maku mothe Turaudira kamera iliko ino kana area. Which one? This one? Yeah. Okay. Gitaro Bernard Kimani wa Maru. Na wito ni Murang'a. No jariro Eldoret mwana wa Sinikisho. Yeah. Wajia wito Bernard Kimani ugaciarwo Murang'a. Eldoret wa Sinikisho. Eldoret. Yeah. Na wikaraga ku? Currently day kara Murang'a. Yeah. No. Jikaraga Mombasa. Likoni. Side za Sherry Beach. Yeah. Na we mwenyewe ri uthomeire ku? Ndabeire thukuru nathari, thukuru itago nathari itago Aria. It is in Eldoret. Ngithi wa Sinikisho, that is primary. Tukirelocate Murang'a, ngithi Fidramji, kima Fidramji, ngithi Benedito, ngirekeria Shalom Academy. Ina ukorwo kundu gitagwo Kahuia. In primary school ukiwa Murang'a niki giatumire ukorwo ugithomera thukuru icio nyingi? Juma Fidramji. Nigo Benedito yokete and it was a private school. In fact, niyo ari abere private school Murang'a, Kasaro St James. Unda privilege yako di private school. No niyo kire kihura ndo wo pio. Wakwa class ya 60 niko dathire ko. Kire kire Shalom tare kire ya 22 class. And hidio warikia Shalom ri ni wathire thukuru ya high school? Of course. Ndathire Detro Kiags. Na jira gurito Kiaguthu. Yo no uge Kiags tukora tukiabe Kiags kugatia. Onde imne Kiags. Kithi gisoko Fidramji secondary. Gimo Fidramji secondary kithi Mericho. Yeah. Niki giatumire ukoro kiuma Kiags othie Mericho? Diriri. Una group ukiwa shule uko na group mingi sasa unajipata kwa mess tu unaletea mzazi shida tu. Yeah. Ulikuwa na peer pressure ukisoma? Si peer pressure ni ile tu group nafuata tu group lakini unaingia kwa vitu mbaya tu kila time uko offside unapatikana. Yeah. Okay, after kurikia thukuru ri ya secondary school ri ni wathire hau hangi kana warekeirie hau? I went in Uganda A level. The great Topper, Tororo Progressive, the Eastern Giants. Yeah, I know they clear Form 5 na Form 6. No diarekeirie ku. Warikia githomo giaku kia gukorwo githi A level no kirikia ri. Ni wathire hau hangi? Ndathire. Maybe university ama college? Yeah, as accident kaingia Makerere lakini siku graduate. Yeah. Kwa nini? Kwa sababu nilipata opportunity nikarudi Kenya ya job. Yeah. So watigire thukuru ukiingira wira? Ndatigire thukuru ngicoka Kenya ngithiko ndugitwo KIBIT, Kenya Institute of Highways and Building Technology iko Gong. Ngika PM plant mechanic na PO. Yeah. Ukiingira wira? Ukiingira wira. Musara waku wa mbere kurihwo wari wa mbeca cigana? Mshahara wako hiyo ndwari munene. No ndataragira ngiri 3 o muthenya. Hiyo ilikuwa allowance. 3k per day. Na nimanite na thukuru. Ucio ni mwaka uriku? 2014. 2015 hapo. Ilikuwa 3k. Allowance per day. Si ati ya kubahatisha manini. Lakini iko inatoka. Ilikuwa inatoka for 10 days. Alafu niko na basic salary. Yeah. Ya kama how much? Ilikuwa 18k. Yeah. So ulikuwa unakula poa? Si kukula, kutesa, sema kutesa. Kutesa. Nilitesa poa kabisa. Yeah. Eneo we ugithoma ri? Ugithoma? Yes. Ni wale net challenges? Ati mnaambia tutumia kamera gani hii? Sitaki utumie hii. Hii kwanza hiyo ni mimi nitatumia. Nitumie gani? Tumia hii. This one on the same side. Use this one. Kwanza nataka ku apologize. And I want to tell my dad I'm sorry and my mom I'm sorry. Ndato ilo thukuru Uganda.
na nilipata life. Na hapo ndo nilimesa. Kwa sababu sasa nikiwa Uganda, tukaenda Uganda, mimi nilifikia naenda abroad. Wewe yo privilege ati unapanda kamba, hizo siku zilikuwa kamba basi, hazikuanga sijui modern course. So nilikuwa nataka hiyo, unaonekana umetoka Kenya unaenda Uganda. That's why I messed up. Kwa sababu kama ningejua sikuwa nimefikisha points za kuingia university Kenya, ninge bridge. Lakini sasa nikiwa Uganda, hapo ndio niliona mko shule kuna game ya Arsenal na Man U. Hakuna mtu shule. Hata walimu wanauliza unafanya nini huko. Because I was new, kuna vitu nilikuwa najua. Tunaenda coach ball, hapo ndio nilianza changa, and that's why I said I want to apologize to my dad. Pombe yangu ya kwanza ilikuwa changa na busa. Yeah. Ukinywa changa kana hĩndĩ wari thukuru ri niko introduce ro guthi ukanywe changa kana gweka atia kana ni peer pressure kana niki? Wajua Amadeu. Inoamya atire ukiingira college. Ukoraga seniors, third year, second year, fourth year. Uni hada dako nyama ordinary. Na dikuma ati dito tatathi kunywa Guinness. Kana Bells kana Kristina. Utafuata nini? Rende. Au sio? Ushakuta hiyo story. Sasa hii rende unaifuata ndio inakupeleka kwa changa. Na ujue ng'ang'o ilikuwa inatoka shilingi 1000 ya Kiganda. That's around 38 shillings. Hiyo ni Fanta Kenyan money, 38 shillings. Hiyo ni Fanta. Each per Fanta. Yeah. Ukigonga mbili hata unaweza tembea. You finish. So mimi niliendelea huko tu kaishi changana busa. Wajua pombe mrija hii unakunywanga na mrija huko nyungu huko umezunguka hivi. Hizo zilikuwa base zangu zote. Yeah. Na kuringana na weri wita mwana wa kahiri ni wonaga tai we wistire kana wonaga maisha maku mari mega hindi yo? I wasted my life. Truly I wasted my life. Kabisa. Mtu mwenye anasoma sai na ako kwa hizo tabia kana mundu ureka maundu ta macio ni undu wa peer pressure kana gufuata rende oguo wauga ungimwira atia? Haria school fees yumaga doi toni muciari uyaga. So we unaona ni utumire uthome, alafu kuna hii unapiga mzazi wako kizungu tu, unatumiwa do sijui nini. Wewe unapeleka tu kukunywa. Naweza ambia boy child. Exactly, boy child, kwa sababu nataka kuongelea mambo ya girl child. Juu serikali ishawachukua. Boy child ndio hawana ni kama ndio maana niko hapa. Manzi ukitumwa kula buku. Hata kama una have fun juu huwezi work without play, mix jack adult boy. Manzi kula buku tu vizuri tu. Hata ni heri usome umalize ukose job. Lakini kwe ulipass. Yeah. Eti mteliwandi mbugeshi. Nikiwa Tororo I came nikafungua nilidesign nikafungua business ya kuuza omena. Usikie niko Tororo. So omena natoa budarangi. Na gunia omena mbichi tulikuwa tunanunua shilingi ngapi? 500. Shilingi 500 au sio? Imagine hiyo gunia ikifika Githurai. Niko na 6. Na ilikuwa napimwa na ndoo. Ndoo ilikuwa na 500. Na hiyo gunia umenunua pesa ngapi? Na hapo unapima na ndoo 500. Mugeshi mzai na madhei walikuwa nafikiria mimi na choo. Lakini mimi niko kwa Paldam, hizo basi ziko naitwa Paldam. Mimi kazi zangu ni Nairobi, Githurai. Nairobi, Githurai. Nauza pesa ikaingia kabisa. In fact I was the very first person nikiwa shule kubuy home theater. Lakini ilikuja ikaniumania. Nimebeba gunia 5. Ziko kwa Paldam chini. Kufika Hero. Almost to Kisumu. Basi ikasimamishwa. Kumbe Nairobi kuna cholera. Na wanataka kama unasafirisha hizi vitu kuna ile process, kuna barua zote, kitu smart. Na mimi zangu zimezoea kwa gunia chini ya Paldam, Githurai, mkokoteni. Si Githurai, sorry. Gikomba. Zinaenda hapo. Nikakuja nikashikwa na mizigo yangu, nikapelekwa Hero Police Post. Nikaitishwa do.
Sasa uzuri mwenye alinitisha mimi nilimwambia, nilijaribu kujitetea. Wajua huwezi jipeana kaa fala. Mimi nikamwambia mimi ni ofa najisomesha, nikatoa idea shule. Jamaa akaniambia sasa kama unataka tuachilie mzigo, leta 5k. Ambapo nilikuwa nayo. Lakini akaniambia hata ukitoa 5k kuingia Nairobi ni ngori. Nikamwambia sasa iko kwa simu, naweza kutolea. Naweza kutumia. Akaniambia enda utoe. Unaweza imagine vile nienda kutoa ndio nilipanda gari nikarudi nikazunguka nikarudi Bungoma na nikarudi Uganda. Nikawaachia omena zao. Nikaacha wafanye venye watafanya na omena. Ukarudi kama umeacha mzigo yako. Ndio nikarudi. Sasa watu wajua sana nilikuwa narudi shule. Watu nilikuwa nacho nikipeleka mzigo hivi. Wajua Bobby Wine. Clever J. Akina Jose Chameleone. Na wengine Obsession wanaimba jangu. Hizo sasa hakuna show ningemisi hapo. Na sasa hiyo niko na rent na be. Wajua sasa hiyo unalipa ngiri 5 kuingia ni robe ya Kenya. So when nirudi nikamwambia kimeumana. Na hapo ndio kiliumania kabisa. Hindi no urathoma na hindi ureka vituko ici ciothe cia gukorwo ukanyitwo ukora ri wale na relationship obvious nilikuwa na relationship hata si moja nilikuwa na dem fulani alikuwa ametoka Webuye alikuwa anaitwa Stella Kavulani Stella something like that I can't recall yeah nilikuwa na relationship na hata ni alikuwa ananichukulia notes zangu ananiandikia kila kitu so mimi nikifanya biashara nakuta amenichukulia notes mimi nikuchambua tu nikingoja mtihani yeah na hindi wambiriirie wira riu tucoke haha wira-ini no wambiriria wira wambiriria wira ri wira wa gutwarithiria atia na warutire ihinda rigana atia mugeshi nami agiko ukiuga gate riu ni ndiakenyitire thia ngihuna ngiriganio ni kuiga muthithu pesa nisiajitikite pesa ili nikubali lakini mimi nikachezea pesa kabisa. I wasted my life. Juu after nilitoka Kengen, nilienda GDC kama unajua GDC. Unajua GDC? Geothermal Developing Company. Iko Nakuru kwa Menegaiche. Tena huko pesa kanikubali. Nikatoka huko fraka za job. Kalamu. From there nika hustle mwaka moja. Nikatumwa Mombasa. Na Mombasa nilitumwa Roots, Shimanzi. Nikitoka hapa kuna dem tulikuwa tumepatana naye. Na tulikuwa tumekaa naye kama 3 to 4 months hiyo. So when nilienda Mombasa nilikaa kitu 3 weeks. Nikamvuta akakuja sasa tukawa tunaishi naye. Na kama ako wapi? Wacha ni kamera ni gani? Hizo tena nisalimia Waithera hali hodi. Nakusalimia. Alikuwa anaitwa Waithera. Yeah. Na tukazaa. Tena ikagonga ukuta akaenda akiendanga yeah. Kwa nini? Wajua kiburi tu wacha niseme kiburi wajua ukishika pesa kwa mdogo na unapatia wife kila kitu hii pesa nyingine inabaki ni ya nini si nikutesa lakini hatukupatana lakini alikuwa amekula mbuku sana kuniliko kitabu nayo alikuwa amekula zaidi so tulikuja baadhi hatukuachana kwa ubaya by the way because I recall I wanted to kupatiwa promotion job. Na nikipatiwa promotion job lazima ningeenda wapi? Kampala tena. Niende UNEP, Uganda National Examination Board. Ndio watume wa verify kama hizo certificates zangu ni original. Watume wapi? NEC, Kenya National Examination Board. Ndio sasa na mimi nizipeleke ndio nipate job promotion. Lakini before niende tulikuwa tumekosana kama 2 weeks. Nikamzamba makofi tu. So after nimeenda niko Kampala narudi mtu ananiambia kwa Njoro ametoka Nakuru Njoro hivi Njoro on your way to Egerton main campus so budake sasa vile nilimuuza umeendaje wewe na hiyo story tuko tumemaliza budake akaniambia kama unataka msichana kuja mkujie mimi ni nani ati wewe unaweza jipeleka kijinjio nikamwambia nikapiga sawa nikamwambia fanya hivi Waithera wewe njoo panga day and it's time na mzae akasitiza mpaka niyo hadi nifike huko na mimi nikamwambia nimekupatia 2 months kasoro kukuja kuna mtu ataingia kwa nyumba and that's what happened by the way na hidio wako ndio tosharita ni mwagete mwana okay na gitako muthe wako ndio igwa uru ni kumute niti ndamutei nikete ile tondu ari ko ni okire
tungeenda siku mtupa ni hadi jitupa. Kama tulikuwa naye kwa nyumba, si tungeenda tungepanga niende nipigwe msomo huko. Yep. Ndio tanto kahada ile. Na kuma haure. Ni macokire kugĩa na relationship ĩngĩ? Kana o ndagĩka ĩyo no gũkũingĩririo ũngĩ nyũmba? Ona tie mwe. Kegwe. Atigiri. Kwa. What is the reason behind ati boy child akoragwo ati ni arakorwo agikinya hindi ya gute mutumia kana mutumia ni eguthi niki gitumaga akaja bino ona bino boy child kuna mtu anaitwa the great Napoleon he once stated a man was born free but his every chance kama wewe umeisoma hiyo the great Napoleon sasa utakuta seriously uko na mtu kwa nyumba lakini hasuli yako anaiona venye iko sasa mfereji imefunguka unajua kama ya Wasonyiro ile Wasonyiro tunateka maji bure mfereji inafunguka hivyo tu ya pesa alafu unakuta mfereji tena inajifunga kama muasko unaona ukiwa umefungulia maji ya muasko alafu ufunge uone kuna katone kanaanguka huwezi kubali lazima ufunge na kama hiyo valve ni mbaya utabadilisha kwa sababu hiyo tone inaanguka inajihesabu pesa so mademu wamekaa mademu siku hizi ni ile design uko na pesa mna celebrate mfereji kifungo ya mwasko ikiingia kuisha anaanza madhara so boy child kuna shida stima ndio hiyo token ndio hiyo jewelry hiyo na hivyo mtu ako na pesa nataka kiatu sijui nataka nini rent ndio hiyo landlord amekongoja una expect boy child afanye in fact nimejaribu commit suicide in fact the last time ilikuwa kitu 2 months ago umejaribu commit suicide the last one that was the fourth one the last one ilikuwa 2 months ago ni madhali niokoa what happened after some nimelose job nimekuwa hopeless nikaingilia pombe muira tukinye hau mundu gwitwo Benry ndenda ngucokia thutha hanini ni wandikwo wira muiritu ni athie ni wero uthio mugire ni warega guthie ni wacokire wagia na relationship wewe ngiri the next relationship ni mwagianire ucio athire Katara aenere ithuĩ twari nake oro ũguo nyũmba tuikaraga wega no niĩ na mĩa wĩra nilikuwa PO plant mechanic na plant operator sasa ungekuta nimeenda Tana River nimeenda Lamu nimeenda Ganze Kilifi unakuta nimeenda 4 months lakini pesa iko na mbushia sasa ni mtu yeye alikuwa amekula buku alikuwa kitu 8 alikuwa 8 lakini sasa alikuja kaambiwa kuna kazi Katara sijui ni ya umbocha ama nini hata sijuangi sasa ya mimi vile nitoka tu job kwa watu walikuja naenda Katara Katara kwani dari ho pesa ni mzuri huko uweze shindana na mtu na mwisho ri kwina relationship yako yatu ikira stable the current that I have Jacqueline Bura Mozi yeah na mukarite na kahinda kaigana 2 years ni mundu urakwelewa wita boy child kana ni andu acio ma no ndimuhure thimu ukiguaga mugeci na uigwe ndamwe ndenda akiri na atume wow na hindi yo yothe mukioana nake kana mukimenyana na relationship yo yaku currently one ni wari wira ndari wira in fact very ore ndari ore wai nambia ngeutarithia twamenyanire feri ndakira feri ewe ndari manga tatu ijini ni ahurire kiroko thimu jigire wira ndi manga ndi feri maroko mati maraima haina madam ikarite aho na me feri ukigira feri gari shikro mweno huyu gari kwa feri zinapanga hivi huku mnachuchuma huku side sasa hapa kuna kademu kadhaa hapa hivi walikuwa mademu wawili na mimi nimetulia sasa mimi niko tu malok na gari ya game nya na kio yarari atiri ode mangeti yo lecture mimi lecture kimoraga odagu niambia ni material university unajileta tu vizuri akajileta tu vizuri tukatoka feri hata sasa hii story kasahau tena nikamwona mbele na nilikuwa na kasimu kamulika mwizi nikamwambia kindly can you search your number here akachukua akaeka nikaenda job
tukaongea na engineer. Hiyo siku nilikuwa naenda Msambweni, tinge naenda Msambweni. Lakini sasa hatungezunguka na ferry, Lologa isilipe pesa mingi. So ilibidi izunguke na Kinango. Niende na Kinango na Simba. Sasa mimi nikabidi. Sasa unajua ni safari ya one day. So niliingia job the following day. So mimi nika shortcut nikatumia ferry niende nijipange bag nini kameko hivyo. Ndio nikamvutia simu. Kumvutia simu ilikuwa usiku, akaniambia hizi toka. Nikamwambia sasa itakuwaje? Akaniambia paka kesho asubuhi. Na mimi nikamwambia kesho narauka Wera. Sasa kama ni asubuhi tutapatana asubuhi ya 6. Tumesikizana? Nikaenda Mtongwe Barracks. Kulikuwa na pub hapo inaitwa Pillars. Na nikakuja paka 6. Ukulala? Nilikuwa tunakunywa tu. Kwanza nilikuwa na mzinga ya Legend, sijui ilikuwa Legend ama nini. So asubuhi nimembutia simu 6. Dema kaka. Tukapatana cooperative, kuna bani talking fish. Nikamchukua nikampeleka pub nyingine. Pub nyingine si pub, ni place kama beach tu, ni place poa. Sasa tunaongea. Nikakuja nikajua ni bikra. Hata unaweza acha bikra. Nikaona hii ndio naweka kwa nyumba sasa. Ndio sasa tuko na yeye lakini tulizaa na mmoja akaaga. Katika dhini wa relationship ni mukoretwo na ihinda iritu. Ni ihinda ririku riu iritu wacemanirie naryo ukigwa nginya to gikinya mwisho? Wajua? Tulizaa watu wawili. Alafu mmoja huyu wa mwisho alizaliwa na complications tu hivi. Na akakufa. Na alikufa kama mimi naelekea job. Na wife anampeleka therapy, hii sijui ilikuwa massage. Sasa anafunga gate, wife ananiambia amekufa. Amwambie nani amekufa? Si huyu, mimi nachukua mtoi kuangalia kweli amezima. Nikachukua mtoi kapelekea Landredi, she was 6 months. Kapelekea Landredi. Na nikamchukua kamlaza kwa kitanda yake. Nikamwambia wife, leta simu yako. Ukijaribu kupiga simu kwetu nyumbani, ati mtoto ameaga, ndio utajua uje. Ukipiga simu kwetu nyumbani, ati mtoto ameaga, utajua uje. Uache nibebe mambo yangu peke yangu. Nikatoka nikawaitia mama wengine wa kanisa Catholic hivyo wakakuja tu misa wakiomba. Mimi nikaenda Kingfisher bado. Nikaenda nikatisha Gilbis. Nikawa nakunywa Gilbis. Na sasa hiyo engineer ananitaka job. Nikapigia best yangu sana alikuwa anaita. Hiyo alikuwa aitwa Liverson Mwarabu Mwakio. Nitaita. Nikamwambia Liva uko wapi? Akaniambia ndio navuka ferry. Ilikuwa kitu sana. Na yeye alikuwa job. Nikamwambia usivuke, hebu njoo Kingfisher. When alikuja Kingfisher ananiulizaje, Ben, ni aje? Umerauka na Gilbis saini? Kaambia hebu kunywa. Tukakamata ya kwanza. Hiyo nilikuwa nakunywa tukamata tukaagiza nyingine. Sasa ikiwa karibu kisha nikamwambia jani aje. Mtoto yangu alikufa. Amekufa kitu tu asi. Kaambia sasa utafanyaje? Sijui mochari. Nikamwambia mochari kufanya nini? Anaenda mogu kufanya nini? 6 months. Nikamwambia nazika leo. Uziki ya mtoto? But the same day, saa 2 usiku. Nilizika. Mabarua na nini? Unaweza ona kama mimi nimeenda azimu sijui nasema. Ati nikwambie. Nilienda Likoni police station. Akanipeleka alipoa Murang'a akiwa inspector. Nikaenda nikamuuliza story. Akaniambia ataniofa gari ngapi? 2 sijui mtoto aende mochari. Nikamwambia mochari kufanya nini? Mtoto lazika leo, tukaenda nikaandikiwa barua. Sasa ndio engineer kawa ananipigia simu ndio nikamweleza. Siwezi ingia mtoto alikufa. Engineer akaniambia watakuja. Nikaenda unajua Mbaraki? Ile makaburi kubwa. Kwenda Mbaraki. Simu inalipishwa kitu 3,000. Na hiyo sina hiyo do. Kabidi na nivuke Likoni, nikatafuta unajua Likoni kuna mateja. Watu kupiga ngeta, watu kujidunga madawa. Nikatafuta mateja wao nikamwambia ni wapi inaweza pata, wakanieleza. Wakanichia 1,000. Kuchimba shimo na kwa makaburi sasa. Wakanichimbia shimo. Na sanduku nilikuwa nimetengeneza. Lakini sasa shida ni sahau msalaba. Sasa unajua niko juu ya Magilbis, nimelewa tu kama. Sasa nani wamekuja, engineer wamekuja 6. Sasa nakumbuka sanduku ndio hii wanataka kuanza hata father alikam by the way. Father alikuwa wa hapo roundabout ya kwenda na Mtwapa. Alikam. Ndio nakumbuka sina msalaba. Mara ni kutoka mbio.
Nikaenda nikapata furniture nyingine hapo, nikaambiwa jamaa, wewe unaweza chonga msalaba? Akanichongea msalaba, nikamlipa shilingi 700. Nikapatia msalaba na nikaenda. Keja sana nimeshika msalaba. Sasa ni wife. Kavazi bon kalikuwa kadogo ndio kanashika msalaba. Kushika msalaba akuchandikwa sunrise sunset. Huko unakumbuka? Kambi ilikuwa vituko hiyo. Ndio nikaenda nikatoka tena msalaba. Nikakuta watu wanacheza pool. Nikaona unajua pool watu wakicheza kuna wale wa chalk marks, wewe umeweka 15 ana wewe umetoa 6. Nikaona jamaa na chalk, nikamuita nikamwambia, wewe una chalk, unaweza andika sunrise sunset kwa msalaba kuja hapa. Kaenda akaniandikia, nikanunua hii fountain pen ya white, akaniandikia. Na tukaenda tukazika mtoto saa 2, ilikuwa saa 2. Si ndio? Sasa watu wamekaa hivi, father amemaliza, tuko wengi around working colleague, tulikuwa watu wengi. Sasa tumekaa hapo hivyo. Wajua kama kawaida matanga, unajua nimemzika hapa hivi na bahari iko hapa. Karibu kama umeia ndio kwa sheri uko chini. Bahari ndio hii, makaburi ndio hii. Sasa nimemzika, si ndio? Si kama kawaida ya Wakikuyu after matanga ni watu wa kule. Wanawe mikono wa kule. Na si mimi ni smoker. Si mimi navuta sigara. Si mwa kiberiti kwa mfuko. Niliwaambia sasa fanyeni hivi. Sasa mazishi imeisha. Hatukubeba maji lakini ni bahari. Endeni mnaye mkono mnakula. Na kukula mtege samaki huko mcho. Niko na kiberiti. Mchome mkule. Kichwa ilikuwa inakimbia, hata hakuna kitu nilikuwa najua. Nikakuja tukatoka hapo tukakuja Kingfisher mimi na wife Sunday, nikamrudishia phone. Kumrudishia phone ndio akapigia mkoro wangu. Kupigia mkoro wangu anamwambia mkoro anamuuliza na mtoto akaje? Ati alikufa. Ati alikufa, mkoro akakata simu. Mkoro akakata simu, after 2 minutes mzee akanipigia. Mzee kunipigia, ati niaje Ben poa, nasikiaje? Na mimi mtu yeye alikufa. Ako wapi? Nishazika. Aliniambia congratulations. Baba yako akakwambia kwa sababu huyu mtoto 6 months. Unajua kuna watu wametoka bara, Murang'a, Nyahururu, Nyeri. Watapata opportunity, watakuja kwako Mombasa na nyumba ni 1 bedroom. Wewe unazalisha mama karibu 10 wamekuja na wenye wanakunywa chai kama kitu kingine hakuna mbele wa na maziwa likoni ni 80 bob. Hiyo packet. Mzee aliniambia congratulations, lakini after 3 days wakakuja na tukacement kaburi. Yeah. Na hidino wakorwo no wathika mwana. Wajira ni smoker. I'm a smoker. In fact, I want us to go for a break. I want to smoke. I'm a smoker. Seriously. I'm a chain smoker. Chain smoker. Yeah. But I've never done weed. Siku moja una smoke kama? I take 18. 18 cigarettes per day. Lakini sasa nakunywa ni excess. Yeah. Johi. Ni de gate ogiona. Johi. De gate ogiona. Para. Na tareure thini wa muturire waku ri ni undu uriku uri wacemania naguo, something that biashara ni thitwaje mwana biashara angiko waneka biashara ri ni biashara iriku uri weka ukaigua ino biashara riu ni ngukua ni nguragwo abeotige mugeshi eka undu ko njurite ga kwiyura niko ndaririkana ndakora mathenya ndi reke gutari story ino ya mwisho ino 2 months ago nyute craft kege corona hau mukoyo ugo giko kehithite dina ma stress on dina ma pia pressure zimenipanda tu gezi kirogama hau haito fara kiona kirori yukite kiona ino ni rori muturire ni unogetie hi dreni ana area no mugeshitathire kuineana rori ni nake ngai no telefoni hiko arasejia gia ithito nginya rori icuge akihinya breki edi kwenda kwiraga ikaga rikiuma rikinyita ndaguthiro bara ndaguthiro ngigo tairi ndi riu nginya riu nani nditigire riu gukua na ngwenda gukua ngwenda kuria kiriri we mwana biashara we mwana biashara ri ni biashara iriku uri weka ukona riu haha ni ni na giku kwira wote niongea Kiswahili ndio mwenye aelewi Kiswahili. Nilikuwa Uganda, nilikuwa naitwa mathematician. Ilikuwa nickname yangu. Ungekuja uulize
Ben ama King ungepata, ungeuza mathematician patikana. Niko Kampala, niko Tororo. Jamaa fulani amekuja na kierere yake, alikuwa ametoka Soroti, Nguru Soroti uko juu. Ati Ben, niko na Mercury. Na mwambie yeye Mercury. Sasa unajua mimi hata wala siku najua Mercury ni. Lakini sasa ile brain game ya haraka haraka. Uwezi jifanya fala. Ukijifanya ng'ombe utakamuliwa, sio? Ati niko na Mercury. Kaambia kumbafu, Mercury natoa wapi wewe? Ben akwambia niko na Mercury. Hapo unajua nilikuwa navaa pipe na ka sharpshooter ndio zilikuwa zimetoka. So alafu sasa uko Uganda, hawajui kama umetoka Moshadha, umetoka Murang'a ama umetoka. Unajua ni mtu wa na Nairobi inatambulika sana Kampala, Uganda. So akuja akaniambia niko na Mercury. Ambia wewe ujue venye unaongea. Mercury nini? So unajua mimi nilikuwa najua Mercury ni yenye iliharibu nani? Matiba. Lakini sijaiona na macho yangu. Ambia mimi siwezi ongea naye kama uchenione. The following day, Amande, jamaa anakuja na Mercury. Anaambia ndio hii. Sasa unajua umeona white Mercury? Ni kama kiuji. Unaweza ipeleka ni liquid lakini unaweza roll nayo hapo haka huko chini unarudi nayo. So nataka kuiweka hapa ndio ni verify, lakini naona nikiweka hapa inaweza nitoboa. Nikamwambia wewe ni prove hii ni Mercury, lakini mimi sijui, nataka sasa prove kutoka kwake. Akaniprovia. Aliprove aje? Sasa ndio nilijua anaikata mara mbili hivi, ni liquid ni liquid, unaikata mara mbili alafu na ijumlisha inarudi pamoja. Ni kitu ni kama unaweza cheza nayo tu. Unaona? So venye niliona hii kweli hii ni liquid, lakini ukidivide inarudi pamoja, ukimwaga maji hapo ndio inarudi pamoja. Ndio nikavutia kazi yangu, alikuwa ya Eldoret, aitwa Maura. Kaambia aje Maura, niko na deal. Akaanza deal ipi? Nikamwambia niko na Mercury. Akaniambia hiyo deal haiwezi juu, hata izipata market. Sinikajua imegonga mwamba. After 3 minutes, the same Maura akanipigia. Ben, kuna mama nimpatie namba yako atakuvutia. Mimi nimekaa. Amenivutia. Huyo mama venye amenivutia, ati niaje nimepatia namba na Maura. Nikamwambia ndio mimi. Sasa tukasikizana tupatane wapi? Busia Boda. Sasa mimi nitavuka kutoka Kiganda na yeye anatoka Kenya. Tupatane wapi? Busia Boda. Tulipanda base zingine ilikuwa inaitwa Zebra Park Busia, kama ukielekea na Marachi. Ndio akakuja tukakaa chini na yeye. Alikuwa mama wa Kikuyu, mchinga sana kwa hii dunia. Sasa tumekaa hapo tumesikizana bei. Ilikuwa inauzwa per liter 70k ya Kenya. Siongei pesa ya Kiganda. Mgeshi per liter 70k. Jamaa wangu sini yako na material. Na natoa Soroti huko. Mount Elgon huko juu. Jamaa kaniletea material. Sasa event tumesikizana 70k. Si Santenda niletee kwa ule jamaa mwenye aliniambia kuna mzigo. Akaniletea. Amenipatia. Mimi ni nani? Kwa boda. Suitcase, uniform, passport kwa boda. Kapigiwa hapo. Niko na suitcase. Hawakuangalia boda ya Uganda. Hawakuangalia Kenya. Hawakuangalia. Kapenya. Paka Zebra Park. Mzigo ndio hii. Mama 70,000. Na akanipatia ngiri ngapi? 2. The transport. Sinirudi huko. Kurudi huyu jamaa nilibadilisha hii pesa. Nilibadilisha 20,000 ya Kenya. Juu sasa yeye ni Mganda, juu currency ya Kenya. Sasa kurudi huko jamaa anamwambia nimepata hii na hii. Jamaa ananiambia tunakatana nusu kwa nusu. Tambie ni mkumbavu sana. Mzigo ni yako. Lakini mimi nimerisk. Mimi ningefungwa. Alafu ananiambia nini wewe? Tukazizana nikamwambia ile pesa unaweza kula saa hii ni 500,000. That's Ugandan money. Hiyo ni 20k. Si akakubali. Nimebaki na 50,000 Kenyan money. That's 1,200,000 Ugandan currency. Na niko na ngiri mbili nilipewa. Mgeshi. Nifanya deal ya kwanza. Tena nikapeleka 3 liters. Gaida kwa muga gaida kwa maka. Ona saitani nda kwa maka wite hivi kwa kiko. Lita 5 nimeitishwa. Lita 5 si nimejua nimeomoka sasa. Mimi nakuja tu poa tu nimevaa. Niko na bag
suitcase navuruta kwa boda sasa. Nimepita customs Uganda. Kumbe na Mkikuyu ameniseti, alikuwa anaitwa Halis. Kumbe ameniseti. Nakuja naambiwa sevu jangu ana. Ogenda wa. Nikugenda Mkenya. Passport nimepatiana. Inapigwa, haikupigwa. Ulina uko na nini kwa bag? Fungua bag. Simi najifanya rojo. Fungua ni vitabu. Anajua hata penye nimeiweka yake. Na hiyo nilikuwa nimemodify hiyo suitcase. Design iko ndani, hata ukitoa hizi vitu huwezi kupata chochote. Ni kama vile unaweza smuggle vitu kwa airport. Wenye wao smugglers wao. Sasa ndio nilikuwa nimesmuggle. Alienda paka penye iko. Mimi ni nani? Wajua Kain? Umeifanya bibiriko? Something to do bibiriko. Tunazamanga tukiwa watoto ati Kain akipiga step moja, sijui inaenda paka inaenda Naivasha. Nikaona mimi ni Kain. Ona hapo acha nikimbie. Sasa bado hii story wanaongea Uganda, Kiganda. Nimetoka Raba. Mgaji wamenifukuza nimeelekea Sofia, nikapigwa ya mguu. Ndio hii. Nilikuwa nimebakisha 4 days nikalia UNEP. Uganda National Examination Board. Bullet. Dada juu, mama juu, na hata wako ijua. Na leo ndio naongea stories za kamera ya kwanza. This is the first day. Hawajui. Marriage ndio aliwahi niuliza. Hapo ulifanya nini? Nikamwambia nilidungwa tu. Na hiyo story nikalenga kabisa. Kapigwa tu. Na umebakisha siku 4. Siku 4. In fact, hii wanakujanga ati mnaongelesha sasa hiyo ni mtani ya mwisho 11 mnaongeleshwa. In fact, because nilitoka that day nikirauka hiyo venye mnakujanga ati mnaongeleshwa mnaambiwa nini hiyo siku attend hiyo. Na mwenye alinitoa lakini nzuri unajua hao watu waliniambia tunataka senti ya Kenya. Unajua tunataka dola ya Kenya. Unajua hakuna watu corrupt kama askari wa Uganda. Ningo tunataka senti ya Kenya. Nikajua kuisha umeshajileta mnaongelea pesa na uzuri nilikuwa nimekaa akiba. Nikamwambia mimi sina dola ya Kenya lakini siwezi kosa pesa ya kuwapatia. Tukahustle hivyo, bro yangu akanisaidia hivyo, nikatoka na 1.5 ya Kenya. Uganda ni money ya Kenya natoa wapi? Every in Kenya. Hata sichaishi kata sasa. In Kenya ni pesa ngapi? It's around 50 something huko. No. 70. 70. Yeah. Riria kurutire no wathire gugeka kigeranio giaku. Ni the following day. Ora diethabire. Wathiri o. Diethabire. Sikuoga. Na no wahitukire. In fact, ni pass. I passed. Sasa acha nikwambie story moja. Amandevu. And I told you I want to smoke. What's wrong with you? Can't we go for a break? So we can take a break. We can take a break. I want to smoke actually. Seriously. Miroreri wa channel ino ya Era Mugeshi. Mugeshi ya muthenya wa muthe ni muraigwa uria kuragithie na mbere na muthenya wa muthe twi haha niguo tukorwo tugutariria guonia ati boy child no akorwo mundu wi handu athome athie aigirire maundu mangi na acoke oke gucenjia o tugithiaga na mbere na kuthikiriria mundu ugwitwo Ben ni tugukorwo tugisho Ben, karibu sana origi kwa channel ino ya Era Mugeshi. Tugithie na mbere na interview itu ya muthenya wa muthe tuna mundu ugwitwo Mr. Ben na ni arathi na mbere na kwaraniria na Mugeshi. Ben, thini wa muturire waku ni twakorwo tukigua maria ugereire na maundu maria wonete na thaa ici ni wakorirwo ukimenya no gukinya ikinya ringi kana ugikinya gikiro kingi kiria mundu atangikorwo aki-expect ugikira na hari ukinyite. Ndenda ukorwo ukiaraniria na boy child uri ukinyite handu agakorwo we mwenyewe ndaremenya na ni arabatara gukorwo akimenya. Ndahothire riku tuma breaki. Tuma breaki ukuhuthagira ino. Oh, this one, eh? Yeah. Kindly ni allow tu niongee Kiswahili. Mimi nataka kuambia boy child leo. Kuingia kwa mihadarati ni rahisi. Kutoka ni ngumu. Currently I can never stay without smoking. Na nimejaribu kuacha sigara nimeshindwa. But I'm trying to control myself. Lakini pombe, see, I can do without alcohol.
no ndĩngĩgĩita ndĩ hau ũguo. We boy child mwenye una hustle usijaribu kuingia kwa mihadarati kutoka ni ngori. Tena choose your friends. Ukiona tunakuletea kitu ni friends wa kwenda twende rave twende dunda sijui nini. Amsaidiani na boy child. You are born free but you are every chance. Uchunge ukiingia kwa mihadarati na uchunge group. Once ukishajua hiyo, you are going to make it. I was there, nilikuwa najidunga, lakini bangi siko ivuta. Lakini nilikuwa najidunga, natumia kete, lakini hiyo nilitoboa. So, kwenye huko boy child, na kama unanisikiza poa. Secondary, hakuna kitu ya maana kama Mungu. If you won't succeed in your life, ni Mungu atakusaidia. Without praying, you will never succeed. Without God, without your mom, without your dad, without respecting them, ati kio kiburi sijui nikokolia kuna kitu tunazaambiwa, you never succeed. Be humble, nyenyekea and focus. Chase your dream and you're going to make it. Yeah. Asante sana. Nigukorwo tujoin guku kwa Era Mugeshi na gutu request guku no gagitikira guka tugakorwo twi humble muno nigukorwo ukiaraniria na Mugeshi. No kawa wewe kuona Mugeshi. Kahawa utakunywa. Manager wa Era Mugeshi ni gukorwo agikugurira ukirikia ni gukorwo akiaraniria nawe off camera. Sasa. Mwiroreri wa channel ino ya Era Mugeshi tugacokia ngatho cia mwana muno makiria ni gukorwo utwaranite na ithuĩ ikinya gwa ikinya kuma rĩrĩa twambĩrĩirie interview ino ya mũndũ gwĩtwo Ben. Niĩ njĩtagwo Mugeshi wa Mandevu. No ngĩenda gũkorwo ũkĩaranĩria na ithuĩ no ũkorwo ũgĩtũhũrĩra thimũ namba 0757901500 ũkorwo ũkĩaranĩria na ithuĩ no ũkorwo ũgĩtũhoya interview kana ũgĩũka gũkũ kwa Era Mugeshi nĩguo waranĩrie nake. Oho ũngĩenda gũkorwo ũkĩonana na Mugeshi mwena ũngĩ no ũthiĩ harĩa mwena wa YouTube ya Mugeshi wa Mandevu. Ningĩ nĩ ũndũ wa kwĩgangara kũrĩa ũguo kwa TikTok getwo wa Mandevu na Instagram nĩ Mugeshi wa Mandevu. Ona comments cianyu no tũgũkorwo tũgĩkenerera ũgĩkorwo ũgĩtwandĩkĩra comment subscribe nĩguo ũkorwo ũgĩsupport Era Mugeshi. Ngai wa muoyo amũrathime.